Praise the name of the living God. Ni wakati mwingine tena. Tunaenda kuangalia ibada yetu ya leo Jumatatu. Na natumai kila mmoja ni mzima. Asante Roho Mtakatifu, asante Jehova Jireh. Tazama ni wakati mwingine. Tunashuka chini ya miguu zako, tukiweka ibada mikononi mwako Jehova. Tutakapokuwa tunamaliza, tutasema ni asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Wapendwa, kitabu ni kile cha Judges chapter 14. Unaweza kwa wakati wako utasoma Judges 14, 15, 16 kuhusu Samsoni. Samsoni babake alikuwa anaitwa Manoa. Na Samsoni mwenyewe alitokea kwa kabila la Dani. Samsoni Mungu aliweza, kitu cha kwanza aliweza kuitwa kwa ajili ya vita. Na agano lake ilikuwa ya kwamba asiweze kunyolewa nywele. Na inafika mahali wapendwa, maandiko yanatuambia kwamba baada ya kuzaliwa akakuwa mkubwa. Na Mungu alikuwa amepanga aoe msichana mmoja. Mungu kutoka Timna. Na kwa sababu Samsoni alikuwa amekewa, unajua Mungu anakuanga na sababu. Mungu alikuwa amejua. Siku moja Samsoni alipokuwa ameenda huko kwa Wafilisti, aliweza kuona msichana mmoja. Na alipomuona huko msichana mmoja na wakakuwa in relationship. Wazazi wake Samsoni wakamwambia huwezi oa msichana kutoka nje, na hapa Israeli tuko na wasichana wengi sana. Utakuja kuona watu wengi Israeli walikuwa naoa nje ya nchi. Musa anaoa Midian, Yusufu anaoa Misri, so walikuwa wanaoa most nje. Na wakati ambapo Samsoni sasa alipomuona huko msichana huko nje ya Israeli huko kwa Filisti, na wazazi wa Samsoni wakasema iwezekane wewe huko, lakini hawakujua ilikuwa ni mpango wa Mungu. Inafika mahali wapendwa, yule msichana, kwa sababu Samsoni alikuanga na kijana mwingine ambaye walikuanga wanatembea na yeye. Na siku moja wakamnyang'anya Samsoni msichana, na wakaambia aliyekuwa rafiki ya Samsoni kijana, akasema kwanza hata heri wewe uchukue msichana ufanye nini, ukae na, yani kwa namna nyingine umchukue kuliko Samsoni amchukue. Hiyo ni familia ya wazazi. Familia ya wazazi kwa kina msichana sasa pia walikuja wakapinga Samsoni pia sichukue huyo msichana. Na sasa inafika mahali wapendwa, Samsoni alipokuja kumwangalia msichana ikasemekana ya kwamba maandiko yanasema walikuwa wamemchukua wamempatia rafiki yake. Samsoni akakasirika sana. Na Samsoni akachukua mbweha wawili akawafunga pamoja, akaenda akasha moto kwenye shamba la Wafilisti. Wafilisti wakakuwa wanamtafuta Samsoni. Samsoni alikuwa amekimbia, aliona ya kwamba nikienda kwa kabila la Dani hawana nguvu, nikienda kwingine hawatakuwa na nguvu, ngoja nikimbilie kwa kabila la Yuda, kwa sababu wao Mungu alisema hao walipewa fimbo ya ufalme. Kabila la Yuda lilikuwa na nguvu sana. Samsoni akakimbilia huko. Walipoenda kumtafuta watu wa Yuda, na Samsoni alijua huko ndo angeweza kumsaidia. Na mara mingi wangi inafanyika sana katika maisha ya watu. Mtu anasema at least mtu fulani anaweza fanya nini. Yani mtu ushaijua penye unaweza kuwa umeweka tegemeo sana. Maybe mtu atanipea kazi, na unapoenda pale unapata mambo sio hivyo. Na ndio maana wangu wanasema ni vizuri kumtegemea Mungu kuliko kumtegemea mwanadamu. Maandiko yanasema alaaniwe amtegemee mwanadamu. Unaweka mawazo yako kwa Mungu na Mungu anashusha roho ya ndani ya yule mtu kwa ajili ya kitu fulani. Wapendwa, ni vizuri kumtegemea Mungu na Mungu anabadilisha mioyo ya wanadamu, lakini tusiweke kwa mwanadamu moyo au kwa namna nyingine mawazo. Sasa tunakuja kuona Samsoni alidhania huko ndo atapata ile yani usaidizi. Kumbe wale pia wapendwa waliweza kumgeuka. Wapendwa wakamfunga Samsoni wakampeleka kwa Wafilisti, wakamwambia ndio huyo tumemleta.
Na baada ya hapo wapendwa, wakati ambapo sasa wamempeleka Samsoni, roho wa Mungu akamshukia penye kulikuwa na punda alikuwa amekufia mahali, kulikuwa kumebaki tu mifupa. Na Samsoni akaona hii ndio silaha yangu. Roho wa Mungu alipomshukia, Samsoni akafanya nini? Akapigana, akawapiga na ile mfupa kutokana na nguvu za Mungu alikuwa ameweka pale. Wapendwa, tunakuja kuona wakati ambapo mtu amebaki peke yake, hana msaada, haoni msaada unatoka wapi. Hapo ndio Mungu anafanyanga nini? Hapo ndio Mungu anaanzianga vita kwa ajili ya kumpigania mtu, yani kumsaidia mtu. Na ndio maana wakati ambapo uko mdhaifu, unaona mambo hayaendi, hiyo ndio wakati wa kukaza sana wapendwa, kwa sababu muujiza unakuanga karibu. Tunakuja kuona wapendwa, hata huyu kijana alipokuwa gerezani, Sauli alikuwa na marafiki wengi sana, aliokuwa amewafanya wengine kwa wachungaji, wengine kazi mbalimbali, lakini kwa uzee wa Sauli alipokuwa nataka, yani tungesema yani uzee, yani alipokuwa gerezani kwa lugha rahisi, na pia alikuwa kwa uzee wake, yani mzee. Watu wote walimkimbia Samsoni. Sorry for that, Sauli, au kwa lugha rahisi Paul. Watu wote walimkimbia Paulo akiwa gerezani, na Paulo alikuwa amebaki na Luka peke yake. Paulo anasema kama ni Dema alinikimbia akaenda kwa mambo ya dunia, Dema alikimbia karudi kwa mambo ya dunia. Na ukiangalia kwa habari ya Tito, alikuwa ametoka ameenda kwa huduma, alikuwa ameenda kushikilia huduma mahali kwingine kama mchungaji. Sasa Paulo akajikuta amebaki peke yake, amebaki na Luka. Paulo inabidi amwandikie Timotheo barua. Ukikuja usisahau kunikujia na Marko, kwa sababu nimeona Marko ananifaa. Lakini pia unikujie na kitabu. Hiyo ina kitabu, kwa maybe Biblia, vitu kama hizo. Wapendwa, unapopitia magumu usimwache Mungu. Mungu ni mwaminifu. Wakati ambapo mtu anaenda kuchoka, Mungu anaanzia pale. Wakati ambapo watu walipokuwa wamesimama wanasema wangojea tuone Yesu kata anajifanya anaweza fufua, wacha tuone. Yesu akaomba ya kwamba, Mungu najua unanisikianga kila siku, lakini tu kwa hili, kwa sababu ya umati ambao uko hapa, tenda muujiza wako. Wapendwa, watu wakaona Yesu amemfufua Lazaro, wakashangaa sana. Lakini pia wakati ambapo Danieli aliporushwa kwenye tundu la simba, hakuna mwenye alikuwa na yeye, alibaki na Mungu peke yake. Mungu akatenda miujiza. Shadrach, Meshach na Abednego, wapendwa, Mungu alitenda. Leo niko tu hapa kumtia mtu moyo, maybe yule mtu ambaye anaona ya kwamba imefika mwisho. Wapendwa, acha nikwambie, hata Esther wazazi wake walikufa. Esther chapter 4, walikufa akiwa bado mdogo, na Mordekai alikuwa ni mjomba wake. Kasema sitamwacha Esther, ngojea tuende naye tu kwa nchi ya uhamishoni, acha niende niteseke naye. Wapendwa, tunakuja kuona Esther akakuja akalelewa na Mordekai. To an extent alikuja akafanikiwa, akaoawa na mfalme Ahasuero, mfalme wa Uajemi. Wapendwa, usichoke, usifanye nini, usiangalie chochote kile, mtumainie Bwana, mtazamie Bwana. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu. Acha Mungu abariki na aweze kuwatenda mema. Amen.